Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia aonesha njia. Ni maoni ya wadau kuhusu hotuba ya ufunguzi wa bunge. Wasema imegusa maisha ya watu, ukomavu wa uongozi, maridhiano ya kitaifa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Othman asisitiza wananchi kudumisha amani, habari katika ukurasa wa 19. Kishindo cha Mwigulu agiza wajawazito kutoka foleni, dawa zipatikane hospitali zote. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Tanzania kupata bilioni 49 kukabili athari mabadiliko tabia nchi, habari katika ukurasa wa 7. Tanzania kuunga mkono amani ukanda wa maziwa makuu, habari katika ukurasa wa 3. Maskofu watoa maazimio kupata amani, uponyaji vurugu za uchaguzi, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mbunge atimiza ahadi 4 ndani ya wiki 2, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha ikimwonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akimjulia hali Betha Bosco akiwa wodi ya wazazi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Jana kushoto ni mke wa Waziri Mkuu Neema Mwigulu na mganga mfawidhi hospitali hiyo Dr. Ibenzi Ernest Kulia. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele maridhiano yatakayo. Viongozi wa dini, wachambuzi na wanasiasa waeleza mambo ya kuzingatia kufikia maridhiano. Uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 wabainisha kinachoweza kukwamisha hatua hizo ikiwa hakitazingatiwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Nukuu za viongozi mbalimbali zimeandikwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili, akiwemo Dr. Anania Nkya, Maganya Rajab, Sheikh Ponda Isa Ponda, Askofu Wolfgang Pisa pamoja na Profesa George Kahangwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Gazeti limeandika vijana kupenda mishangazi ni zaidi ya kufuata fedha, habari katika ukurasa wa 18. Wizara ya vijana yaamsha mjadala, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mwinyi aweka kibano kwa mawaziri, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika madaktari wabainisha njia 6 za kuzuia UTI, habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Nalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni vurugu Oktoba 29, TEC yataka uwajibikaji, shura ya maimamu yatoa pole, ya laani mauaji. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Habari picha inamuonyesha Askofu Wolfgang Pisa pamoja na Sheikh Ponda Isa Ponda. Maamuzi yanavyoleta majuto wakati unapooa au kuolewa, habari katika ukurasa wa 11. Rais Mwinyi waapisha mawaziri akiwaita ACT Wazalendo, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Hisia mchanganyiko hotuba ya Rais Samia, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Dalali mbaroni kwa kuuza nyumba kisha kutoweka, habari katika ukurasa wa 4. Wanasayansi homa ya bonde la ufa tishio mikoa miwili, habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii Jumapili ya leo.
kila siku. Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Mzalendo linalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele. Wataalamu wasema Rais Dr. Samia amejaa hekima. Wabainisha hotuba yake ya kufungua bunge la 13 inaonyesha ilivyodhamiria kuimarisha umoja, kuleta maridhiano ya kweli ndani ya nchi. Pia wapongeza mkakati wake wa kuunda wizara maalumu ya vijana, kuimarisha mikopo na kuleta miradi inayonufaisha kundi hilo zaidi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Dr. Mwinyi aziweka mtegoni wizara, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Madhara ya kuvuta sigara ya kielektroniki kwa vijana. Ripoti ya shirika la afya ulimwenguni WHO kuhusu idadi ya watu ambao wamejaribu kuvuta sigara za kielektroniki inaendelea kuvutia hadhira. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 8. Kipanga deni la wabunge. Wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari wameanza kazi. Mkutano wao wa kwanza wa bunge la 13 ulianza. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 8. Dr. Mwigulu asisitiza wajawazito wahudumiwa haraka hospitalini, habari katika ukurasa wa 3. Maganya, rais ametibu majeraha ya Watanzania, habari katika ukurasa wa 4. Muramula Bashungwa wafunguka makubwa, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Wadau wa siasa wakiwemo mawaziri wastaafu wamepongeza hotuba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyotoa juzi alipokuwa akifungua bunge la 13 jijini Dodoma. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kipa Simba kwani vipi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. 10 wiki ambazo Kamara anatarajiwa kuwa nje ya uwanja kutokana na majeraha. Novemba 23 ni Simba dhidi ya Petro de Luanda, ligi ya mabingwa, uwanja wa Benjamin Mkapa. Yanga yapiga bao la mapema, kigogo mmoja afichua maujanja yao. Wababe hao wanatua kambini Zanzibar leo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Msikie Antman kwa Haaland, habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. PSG bure yamtaka Vini Junior, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti Mwanaspoti limeandika mikato 10 ya Mario, habari katika ukurasa wa 11. Gazeti hili pia limeandika kufuzu World Cup leo Jumapili ni Ureno dhidi Armenia, mchezo unapigwa saa 11 jioni Dragao. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako, some kwa undani zaidi magazeti ya habari za michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Mosimane apewa kibarua shule Yanga. Simba Queens yachegelea kuongoza ligi, habari katika kurasa za ndani. Futsa wapewa neno Indonesia. Fina Anelua wafanya remix, habari katika ukurasa wa 21. 14 waitwa timu ya taifa ya cricket, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha ikionyesha wachezaji wa timu ya programu ya kuendeleza vipaji kwa wasichana chini ya umri wa miaka 14 wakifanya mazoezi kwenye uwanja wa kituo cha ufundi cha shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Mnyanjani, Tanga jana. Nipashe mwanga wa jamii ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani, lenye limeandika Yanga shule ya soka kutubeba wa Tanzania, habari katika ukurasa wa 23. Simba yaitisha Petro Atletico, yawaita mashabiki ikipanga kutinga robo finali mapema, habari katika ukurasa za ndani. Gazeti hili limeandika Gattuso ataka mfumo mpya kombe la dunia, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari wa magazeti mbalimbali ya Tanzania
kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.